Karibu popote pale ulipo katika taifa hili la Kenya. Jina langu ni Elizabeth Mutuku. Kwenye meza ya lugha ishara natarajiwa kuwepo Roda Nyamai. Kumbuka siku zote unawasiliana nasi kwa 22047, mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook, na ukurasa wetu wa X. Kauli yako siku zote inakubalika, wakati ambapo tunaendelea kumwenzi kinara ambaye amekuwa shupavu kwa taifa hili, na sio tu shupavu bali amekuwa ni kielelezo kwa wengi katika taifa hili la Kenya, ambaye ni Raila Odinga. Lakini moja kwa moja ni kwamba mwili wa aliyekuwa waziri mkuu wa Raila Odinga uliwasili katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta takriban saa 3:30 asubuhi ya leo, ikiwa ni safari angani hii leo iliyofuatiliwa kwa ukaribu zaidi na Wakenya. Ndege hii ikipewa jina Rao 001 kama heshima za mwisho za kumwaga kiongozi ambaye amekumbukwa na wengi kama baba wa demokrasia. Sheila Chelangat anasimulia hali ilivyokuwa katika uwanja wa JKIA ambako alikuwa baada ya kutua kwa ndege hiyo. Ni ndege iliyofuatiliwa kwa ukaribu na Wakenya, Rao 001 ikiwasili nchini saa 3:30 kutoka jijini Mumbai, India. Ndege hii ikipewa jina hili Rao 001 pindi tu ilipoingia katika anga ya Kenya kama heshima za mwisho kwa aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Uwanjani JKIA, huzuni ilikuwa imetanda, bendera zikipeperushwa nusu mlingoti, ishara ya mwanzo wa maombolezi wa kiongozi aliyepewa mazishi ya hadhi ya kitaifa. Na ndege hii iliyokuwa imesafiri kwa takriban saa 5 ikipokea saluti ya maji, ikifanyika kama njia ya kumheshimu na kumwaga kiongozi aliyekuwa na ushawishi mkuu. Kulingana na mipango za awali, mwili wa Raila Odinga ulitarajiwa kupokelewa na Rais William Ruto na Mama Aida Odinga na kupewa heshima za kijeshi, kisha kusafirishwa hadi katika makafani ya Lee chini ya ulinzi wa jeshi. Hata hivyo, punde tu jeneza hili lililokuwa limepambwa kwa bendera ya Kenya lilipotolewa kwenye ndege hii, mamia ya waombolezaji walifurika kwenye uwanja wa ndege, hii ikitatiza mipango ya awali iliyowekwa. Hali hii ikalazimu maafisa wa jeshi kuondoa mwili wa mwenda zake Raila Odinga, ila kwa wafuasi na Wakenya waliofika hapa, kwao walikuwa na mpango mwingine: kuandamana moja kwa moja kutoka JKIA hadi bungeni. Na hivyo walisindikiza msafara wa magari wakibeba matawi na kuimba nyimbo za tanzia, ikiwa tu ni kuomboleza jinsi wanavyomjua na kumkumbuka Raila Amolo Odinga. Kwa maelfu ya waliojitokeza kumwaga aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga hii leo, wamemkumbuka kama bingwa wa taifa na bara Afrika. Sheila Chelangat, runinga ya TV47, Nairobi. Kazi safi, Sheila Chelangat. Na wakati wa kumbukumbu yenye mvuto ulioshuhudiwa hii leo katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta, kofia ya marehemu Raila Odinga, ishara ya urithi wake na uongozi, iliporejea humu nchini. Kofia hiyo ililetwa kwa mkono na binti yake Winnie Odinga katika tukio lilowagusa wengi zaidi humu nchini. Mwandishi wetu Mike Kagongo anaarifu jinsi tukio hili lenye hisia kali liliashiria maana ya kina katika utambulisho wake Raila Odinga. Haikuwa tu kofia, bali ilikuwa ni ishara. Ishara iliyovaliwa kichwani na mtu ambaye uwepo wake ulibuni taswira ya siasa za Kenya kwa miongo kadhaa. Vijana msilale. Leo, Winnie Odinga alipotua katika uwanja wa JKIA akiwa ameshikilia kofia aliyopendelea sana baba yake, haikuwa tu kurejea kutoka ughaibuni, bali ilikuwa kurejea kwa kumbukumbu, urithi na uongozi. Kofia hiyo ya rangi ya kahawia yenye upana wa mduara mkubwa
ambayo mara kwa mara ilimpa sura ya kipekee Raila Odinga kwenye hadhara. Nyumbani Ililetwa kutoka India ambako familia ilikuwa katika kipindi cha maombolezo. Ikiwa mikononi mwa Winnie Odinga, ilibeba heshima na utulivu. Heshima ya kimya kwa mtu ambaye sauti yake iliwachochea maelfu. Na sasa kimya chake kinalitikisa taifa kwa undani. Katika tukio la kugusa moyo lililoshuhudiwa na familia ya karibu na marafiki, Winnie alimkabidhi mama yake Aida Odinga kofia hiyo. Kukumbatiana kulikofuata kulisema mengi: huzuni ya mama, kuagana kwa binti na familia iliyounganishwa na huzuni pamoja na fahari. Hii haikuwa tu kumbukumbu ya kifamilia. Kwa mamilioni ya Wakenya ilikuwa sehemu ya sura yake thabiti, Baba Mas, karibu sana, jasiri na isiyotiliwa shaka. Wakati taifa linapotafakari kuhusu urithi mkubwa wa Raila Odinga, ishara hii ndogo ya kurejeshwa kwa kofia yake inatukumbusha kwamba ingawa maisha makuu yanaweza kufikia mwisho, alama zake hubaki milele. Mike Kagwango, TV47, Nairobi. Kwingineko ni kwamba vurugu zilishuhudiwa katika hatua zote ambazo zilitakiwa kufuatwa baada ya mwili wa hayati Raila Odinga ulipowasili humu nchini, na hata maafisa wa usalama kwa wakati mmoja karibu wazidiwe nguvu zaidi. Kutokana na hili, itifaki zilizotakiwa kufuatwa hazikufua dafu. Paul Kirobi anatujuza mengi kuhusiana na vurugu hizi. Kuanzia mwendo wa asubuhi, kipindi ambacho mwili wa hayati aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga ulipowasili katika uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta, hali iligeuka na kuwa tata zaidi kutokana na maelfu ya wananchi pamoja na wafuasi wake walipofika kuupokea mwili. Maelfu ya watu walilazimika kuvunja itifaki, hasa kutumia malango ambayo hayakufaa kutumiwa na wananchi wa kawaida, lakini maji yalizidi unga. Wafuasi hao wakalazimika kutumia malango ya wageni, swala ambalo lililazimisha maafisa wa kijeshi, kikosi cha NYS pamoja na maafisa wa usalama kujaribu kulinda jeneza la hayati Raila Odinga kabla halijashushwa. Serikali ilipania baada ya mwili wa marehemu kutoka uwanja wa ndege upelekwe katika majengo ya bunge kisha kufikishwa katika uwanja wa Nyayo, lakini hali ikawa mbaya zaidi sababu barabara hazikuwa zinapitika na pia kulikuwa na vurugu. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen akawashinikiza wananchi kufanya maamuzi ya busara. ni pia baba apewe heshima yake, si ndio? Kwa sababu unaona tunataka mama afike hapa na Winnie. I want to express my gratitude to you people for coming here to mourn with us. We don't take this for granted. Hali hii ililazimisha mamlaka ya uchukuzi wa ndege kusitisha kwa muda shughuli za usafiri kutokana na hali mbovu ya usalama na wingi wa watu. Magari ambayo hutumia barabara kuu ya Mombasa hayakupata nafasi wakati huu kutokana na umati mkubwa wa watu waliojawa na huzuni nyingi. Ulinzi mkali uliimarishwa katika majengo ya bunge ambapo umma ulifaa kuona mwili wa hayati Raila Odinga. Wabunge walijaribu kudhibiti hali hapa, lakini wapi? Umati wa watu ulikuwa unazidi kuongezeka zaidi. Ikabidi serikali ifanye maamuzi mengine ya kupeleka mwili huo katika uwanja wa michezo wa Kasarani. Na hapa pia hali ya vurugu ilishuhudiwa. Paul Kirobi, TV47, Nairobi. Na kwa miaka zaidi ya 20 sasa, Roslyn Akinyi amefahamika na wengi kama Mama Chungwa. Hii ni kufuatia kujizolea wasifu wa kuvalia machungwa yaliyotengezwa kwa plastiki mwilini kama mapambo ya kuashiria upendo wake kwa chama cha ODM pamoja na Raila Odinga. Katika mazungumzo ya moja kwa moja na mwanahabari wetu Stanley Nyaringita, Mama Chungwa anaeleza kuwa kifo chake Raila Odinga kimemwadhiri akili na pia maisha yake. Aidha, Mama Chungwa anatoa shukrani zake zaidi kwa Raila Odinga kwa kumsaidia alipokuwa na tatizo lolote, kama mahojiano haya yanavyoeleza. Ndio mimi hapa sasa. Na ziko nyingi gazeti. Nilisikia mambo ya kifo ya baba jana, lakini sikuamini. Maana yake kuna biashara ndogo ndogo mimi nafanya kando ya barabara.
Sasa nilienda kufungua kazi yangu. Kufika huko watu wakaanza wanakuja kwangu kuniambia, Mama Orange, baba amekufa. Na nilikuwa nimetoka kwa nyumba kama sijaona hiyo story. Juu nilitoka kama nimeona TV, lakini niliona walikuwa naongea mambo mengine, hawakuwa naongea mambo ya baba. Na mimi nilikataa. Nilikuwa nagombana na watu, nikasema msinicheze, msinipime. Sasa nikaona imesidi, watu wengi wanakuja, Mama Orange pole, Mama Orange. Nikamwambia sasa ni nini? Mpaka ikabidi sasa niangalia kwa simu yangu. Kuangalia kwa simu yangu nikaona kweli ni breaking news, mambo ya baba, baba amededi. Sasa kutokea hapo jana mpaka leo hakuna kitu nimekula. Nimesinda njaa hivyo. Sababu sisikii atakula. Nasikia nimemiss baba, na huyo baba nimetoka naye mbali. Pia hapa ni mimi. Unaona niko na machungwa kwa kichwa. Kwa singo machungwa 2. Hii chama baba alianza hii chama ya ODM. Hiyo ndio niliamua nikaingia kwa hiyo chama. Hapo ndio nilianza siasa na baba. Lakini hakuna chama kingine mimi nilikuwa. Mpaka nilisema hii chama yetu ODM. Tena baba alianza ingine hii inaitwa Azimio. Nilisema mimi niko tu ndani na sitatoka. Hata mtu akinifanyia nini, hata akinipa nini sitachukua. Lakini nitakufa na baba. Lakini nilikuwa nikimwambia baba, hizi machungwa nilikuwa nanunua na pesa. Na nilikuwa namwambia baba, mimi nataka, nimeona machungwa zingine, zile zingine nimenunua zimeanza kuchakaa. Nataka kwenda kununua tena zingine mpya. Na baba anaambia siwezi kukata, utaenda kununua. Ananipatia kitu ya kwenda kununua machungwa yangu. Mimi naona vile baba ameniwacha. Kweli nitakuwa na nani? Sieri afadhali mimi pia nikufe. Afadhali mimi pia nikufe. Nijinyonge ama nitoke kwa gorofa nikufe. Niende pamoja na baba. Nani mwingine nitambebea machungwa? Nitambebea nani? Chama ni yangu bado. Sijatoka. Na sijasema nimetoka kwa chama sababu baba amekufa. Hapana. Bado mimi niko bado nitaitwa Mama ODM ama Mama Orange ama Mama Chungwa. Lakini nitambebea nani machungwa? Nikose kwenda kusika baba. Ni nani mwingine niko naye? Siwezi kosa. Hata kama sina chochote cha kwenda nayo ya kunipeleka mpaka Bondo. Hata kama sina. Eri nianza hata kutembea keso mguu pole pole na nifike Bondo. Baba akisikwa siku ya Sunday nimsike baba na nimpe kwa heri. Aende salama binguni. Bila shaka ni huzuni tu kwa wote ambao wanamuomboleza Raila Odinga kwa namna moja au nyingine, na kama nilivyosema awali, kila mtu ana jambo la kusema kuhusiana na baba Raila Odinga. Baada ya maisha marefu ya uongozi, mapambano na uzalendo, kumbukumbu za hayati Raila Amolo Odinga sasa zimewekwa kwenye jiwe kwa mikono ya msanii wa Kisii Faith Wangari. Anatupeleka hadi Tabaka, Kisii, ambako hii ya kipekee inasimulia zaidi maisha ya baba wa taifa kwa njia ya sanaa. Hii ndio maisha ya marehemu Raila Amolo ikiwa in art. Kaunti ya Kisii, wadi ya Tabaka, jiwe la kisanii lenye uzito wa zaidi ya kilo 5 limekuwa kivutio cha kipekee. Ni sanamu ya sabuni iliyochongwa kwa ustadi mkubwa, ikionyesha safari ya maisha ya hayati Raila Amolo Odinga kutoka kuzaliwa hadi uongozi. Ilikamilika wiki 2 kabla ya kifo cha Raila Amolo Odinga na sasa inasubiri kukabidhiwa familia yake Bondo, Siaya, kama zawadi ya kipekee kwa shujaa ambaye maisha yake sasa yamechongwa milele, si tu kwenye jiwe bali kwenye mioyo ya Wakenya. Kwenye kipande hiki cha jiwe, msanii Daniel Umbaso wa Pepo ameweka alama, kila moja ikibeba sehemu ya maisha ya Raila. Raila alizaliwa hapa. Hii ni maisha yake. Mumeona mtoto. Huyu mtoto kwa kitanda hapa amezaliwa. Alipozaliwa maisha yake ndio hivi, saa zingine iko juu, zingine naenda chini. Alienda shule. Na shule ndio iko hapa, amesoma.
Umesoma hapa Kenya, umesoma Ujerumani, umeona kitabu, inamaanisha ni maisha yake. Akiwa hivyo alikuwa ni mchezaji. Ila alikuwa anacheza ni football. Ukiangalia hapa, huyu ni yeye na kuna mtu anacheza mpira ikiwa somewhere here. Alipokuwa anacheza mpira akiwa mtoto, akiwa kwa shule, aliamua baadaye akawa mtu wa familia. Ameoa na akawa na watoto. Ukiangalia hapa, hii ni mtu wa familia. Rafu ni familia na alikuwa na upendo kwa familia yake. Raila alizaliwa Maseno, Siaya. Akalelewa katika familia ya makamu wa kwanza Jaramogi Oginga Odinga. Elimu yake kutoka Maranda hadi chuo cha Ujerumani ilimweka katika njia ya uongozi wa kimfumo. Kwa maisha yake pia ni mtu alikuwa anataka kufanya kitu lazima ifanye. So kwa Kiafrika tunasema alikuwa ni warrior. Mtu leader really alikuwa na Kiafrika kitu inasimamia uongozi ni hii mnaona, Mwafrika na mkuki na ngao, shield. Hata mara nyingi mlikuwa na Raila akiingia pale popote lazima awe na mkuki na maisha, kuonyesha mimi ni leader, uko na nguvu ya kutafuta kitu nataka. Kuna kitu kingine hapa, ukikumbuka Raila amekaa kwa jela. Sijui ni miaka ngapi, lakini nyororo inasema alifungwa akakaa kwa maisha, ngawe ilikuwa ni hatutaki kuongea, lakini inaonyesha alikaa kwa maisha ya gumu, ako kwa jela. Lakini safari hiyo haikuwa rahisi. Alama za minyororo na ngao kwenye jiwe zinamwakilisha Raila akiwa kifungoni, ishara ya mateso na ujasiri katika mapambano ya demokrasia ya vyama. Kwa Raila, kufungwa hakukuwa mwisho, bali mwanzo wa sura mpya ya mapambano. Alipohudumu kama waziri mkuu, Raila aliongoza mageuzi ya katiba ya mwaka na kusimamia utawala wa mabadiliko. Alama ya nyundo na fimbo ya uongozi inawakilisha mamlaka na hekima katika huduma kwa taifa. Wakati aliingia uongozini sasa kupitia hii kutafuta uongozi, yeye amekuwa kiongozi hasa na mpaka akawa prime minister, na alipokuwa hivyo alikuwa mwanasiasa. Na wale mnajua alijulikana sana na ile simbo wakati alikuwa anatumia ile gari hama. Sasa mpaka ile chama yake ilikuwa inaitwa Nyundo. Ukiangalia kuna nyundo hapa. Na Raila alikuwa na uongozi. Kiafrika ukiona hii ni shield, hiyo whisky lazima uwe na hiyo, inasemekana wewe ndio kiongozi. Lakini tena Raila ni mtu alikuwa anapenda kuleta watu pamoja. Ngao walikuwa wanapigana na wenzake kisiasa, maneno ya siasa ikiisha tena wanakuja pamoja, inasema hatutaki maneno mingi, sisi tunataka watu wakae pamoja. Ile tulikuwa tunasema shikana pamoja tufanye kazi nzuri kwa hii taifa letu. Kushikana pamoja tunaweza saa zingine hapa handshake ni watu kuja pamoja. Kutoka kwa vumbi la jiwe hadi kwenye pumzi ya historia, maisha ya Raila yamechongwa milele kama kioo cha uongozi. Jiwe limebaki tabaka, lakini roho ya Raila inaendelea kusimama imara katika moyo wa taifa. Faith Wangari, TV47, Nairobi. Kazi safi Faith. Na watu 4 wamefariki dunia leo baada ya vurugu kutanda katika uwanja wa Kasarani, polisi walipolazimika kutumia vitoza machozi kuwatawanya mamia ya waombolezaji waliokuwa wamefurika kutoa heshima zao za mwisho kwa aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Is in honor of the late Right Honorable Raila Amolo Odinga. Mwili wa aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga uliwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta
na kupelekwa moja kwa moja hadi uwanja wa Kasarani ili kutoa nafasi kwa idadi kubwa ya waombolezaji waliofika kutoa heshima zao za mwisho. Hata hivyo, mabadiliko ya ghafla ya kuutazama mwili kutoka majengo ya bunge hadi Kasarani alisababisha umati mkubwa wa watu kujaribu kuingia kwa nguvu uwanjani. Mbona watu uwe? Mbona uwe baba watu uwe sisi? Mbona wanaua baba alafu watu uwe? This is act ya kupiga watu risasi hapa Nairobi. This is a nonsensical act. Hiyo si kitu mzuri. Hali ya taharuki ilitanda kadri ya umati ulivyozidi kuongezeka ugani humo. Maafisa wa usalama walijikuta kulemewa na idadi kubwa ya watu na hatimaye wakilazimika kutumia vitoza machozi kuwatawanya waombolezaji. Kutumika kwa vitoza machozi kulisababisha vurugu, huku watu wakikimbia ovyo kwa hofu, wengine wakifukuzwa na maafisa wa polisi, na muda mfupi uwanja uliokuwa umejaa watu ukawa mtupu. Sisi tumekuja kuomboleza na amani. Na Ruto, kwa nini unatuua? Ruto, kwa nini unatuua? Kwa nini unatuua? Tumekuja kuomboleza Raila. Ripoti zinaeleza kuwa vurugu zilianza baada ya baadhi ya waombolezaji kuanza kuzua fujo, hali iliyochochea polisi kuchukua hatua kali. Ripoti ambazo bado hazijathibitishwa zinaashiria kuwa watu kadhaa walijeruhiwa, huku wengine wakidaiwa kufariki dunia kwa kupigwa risasi wakati wa vurugu hizo. Baba amekufa, wafuasi wake wamefunga biashara zao, watu wajaenda kazi kukuja kuomboleza mzee, alafu naanza kuua innocent Kenyans. Picha na video zinaonyesha watu wanaoaminika kuwa maafisa wa polisi wakiwashambulia waombolezaji na waandishi wa habari kwa fimbo, wakijaribu kuwafukuza kutoka uwanjani humo. Hata hivyo, hali ilidhibitiwa baadaye na waombolezaji kuruhusiwa kurejea ndani ya uwanja. Wakati taifa linapoendelea kuomboleza, maswali yameibuka kuhusu maandalizi, huku wengi wakitaka kuwa na utaratibu bora ili kuhakikisha kuwa wananchi wanaweza kuomboleza kwa heshima bila hofu wala vurugu. Na ndio hivyo, ni taarifa ya Alvin ambaye alikuwa Kasarani akituletea moja kwa moja kutoka huko, ila imetiliwa sauti nami. Lakini katika dakika kidogo zijazo tunatarajia kusikia jinsi shughuli zinakwenda kwa kamati ile ambayo inaandaa shughuli za mazishi ikiongozwa na naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki. Kumbuka pia anashirikiana na seneta wa Siaya na kakake mkubwa Raila Odinga ambaye ni Oburu Oginga. Wote kwa pamoja tunatarajia kusikia yale ambayo yanatarajiwa kuanzia kesho na jinsi shughuli zitakavyokwenda. Lakini kwa sasa pia naarifiwa kuwa hali ya kuomboleza inaendelea pia katika kaunti ya Kisumu, ambapo mwanahabari wetu Apollo Kamau yupo na ambako pia atakuwa akituletea mengi zaidi kutoka kule Bondo. Lakini kwa sasa najumuika naye moja kwa moja anipe taswira kamili jinsi mambo yalivyo. Apollo, iwapo unanipata, ni kipi kipya kutoka upande huu? Apollo, iwapo unanipata kutoka Kisumu, ni kipi ambacho ni kipya kutoka kaunti hiyo ya Kisumu, wakati ambapo najua pia unaelekea kule Siaya ambako mazishi ya Raila Odinga yanatarajiwa kuandaliwa? Wakati ambapo tunamtafuta Apollo Kamau kutujuza mengi kuhusiana na safari hiyo yake kutoka Kisumu. Kumbuka studioni ninao wageni ambao pia tutakuwa tukiangazia safari yake Raila Odinga, akiwa ni mbunge wa kule Lugari na pia ambaye ni mwandani wa Raila Odinga, anafahamika kama Nabii Nabwera, na pia yupo Timothy Kipchumba kutoka Marakwet West. Wote kwa pamoja tutakuwa tukiangazia mengi zaidi kuhusiana na safari hii yake Raila Odinga na yale ambayo pia wanajua kumuhusu na mwelekeo ambao pia tunachukua. Karibuni sana studioni. Asante sana Liz. Asante. Nitaanza kwa kuwapa dakika moja kila mmoja wenu kumuomboleza Raila Odinga na haswa Nabii Nabwera, kisha nije kwake Timothy Kipchumba.
Ni wakati mgumu kwangu tangu nilipopata arifa hii jana mpaka leo asubuhi nilikuwa natarajia kutakuwa na mabadiliko, labda watu hawakuelewa vizuri. Nataka ni tume rambirambi zangu kwa mama Aida, ndugu yangu Raila Junior, dadangu Rosemary na Winnie, na mzee Seneta Oburu na mwenzetu katika bunge Ruth Odinga, familia kwa jumla na wanachama wetu wa chama cha ODM na Wakenya na Waafrika wanaoamini wa demokrasia na uadilifu wa viongozi. Jambo hili ni gumu, haswa kwamba pia tunaharakisha mazishi yake kufuatana na vile alivyoandika ahadi yake. Ni kwamba alipanga mazishi yake na lazima tutii jinsi alivyohitaji. Wakenya wamepigwa na butwa kwa sababu kwamba walikuwa wamehakikishiwa kwamba mzee hayati Raila ako katika hali nzuri ya afya, lakini ukweli ni kwamba kilichomuua kupasuka kwa mshipa wa moyo, hata mimi nikiwa hapa hivi inaweza fanyika. Okay. Kwa hivyo tukubaliane na hayo na tuombee familia na Wakenya kwa jumla wapate nafuu. Kabla sijarejea kwake Timothy Kipchumba, niruhusu mwanzo nirejee huku ambapo mwanahabari wetu Apollo Kamau yupo na ambako anafuatilia moja kwa moja kutoka Kisumu hadi Siaya jinsi shughuli hiyo ya kumwenzi na mazishi yake kinara wa ODM Raila Odinga na kinara wa taifa hili la Kenya, kuhusiana na shughuli hizo za mwisho na jinsi mambo yanakwenda. Apollo, iwapo unanipata, hatua zipi zimepigwa na ni kipi kipya kutoka upande huo? Mipangilio inakwenda namna gani? Kambi katika jiji la Kisumu hii leo, ambalo jiji hili siku ya leo limekuwa katika hali ya kuomboleza. Kwa muda mchache ambao umepita hapa katika mzunguko huu katika jiji hili, ni kwamba wafuasi ama wakazi wa Kisumu wamekuwa hapa wakiwasha mishumaa kama ishara ya kumuomboleza kiongozi na aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga, ambaye mwili wake utaweza kusafirishwa hadi hapa kutoka Nairobi siku ya Jumamosi kabla ya kuelekea kaunti ya Siaya ambapo atazikwa. Na kabla ya hatujaendelea, wacha tusikie maoni ya mkazi mmoja wa Kisumu ambaye atatueleza hisia zao kuhusu safari yake ya mwisho. Kinara wa chama cha ODM na waziri mkuu Raila Odinga. Karibia ndugu hapa uzungumze nasi. Sijui kwako unahisi vipi kuhusu mwenda zake Raila Odinga? Kwa majina mimi naitwa Steven Akelo Odolo. Mimi ni mtu wa Kisumu. Nimeona kama watu wa Nairobi wako na mambo ya Raila. Sasa hapa Kisumu bado tunangoja on Saturday kama mkuja tutakaa pamoja na yeye. Hiyo ndio maoni yangu. Asanteni sana. Tumeona kumekuwa na vurugu pale Nairobi na kuna wale pia wanahisi kwamba kunaweza kuwa na vurugu hapa wakati mwili utatua hapa. Sijui mwito wako kwa vijana utakuwa upi wakati mwili utaletwa hapa muweze kuutazama? Kama mimi ni mtu wa kijana hivi, Raila nimeona watu wa Nairobi wamefanya mzuri, na nilikuwa naomba hivi vijana wa Kisumu wakae pamoja tuingize Raila Odinga.
wakuja hapa Kisumu. Asanteni. Asante sana. Ni maoni ya mkazi wa hapa jiji la Kisumu. Kumbuka kwamba hii leo tumeweza kuwa na viongozi wa kanisa, vile tumeweza kuwa na viongozi wa kisiasa hapa jiji la Kisumu ambao wameweza kutoa mwito kwa vijana na wakazi wa hapa wawe watulivu wakati mwili wa Odinga utaweza kuletwa hapa siku ya Jumamosi. Manake tumeweza kutazama vurugu pale Nairobi, na hapa siku ya leo nikiangalia upande wangu wa kushoto, upande wa kulia, kumekuwa na zile televisheni ambazo zimetundikwa katika maeneo kadhaa hapa katika jiji la Kisumu. Na kabla tujaendelea, wacha tusikie mkazi mwingine wa hapa jiji la Kisumu waweze tu kutoa risala zake za rambirambi. Pengine kaka, asante kwa kujiunga nasi. Tueleze hisia zako vipi kuhusu mwenda zake Raila Odinga. Kwanza kabisa kwa majina naitwa Bramwell Ochieng. Mimi ni mkaji wa Kisumu County, na kulingana na Raila Amolo Odinga ni mtu aliye na ukarimu kwangu sana. Kama mimi namlia kila wakati. Tangu nisikia ameaga dunia mpaka saa hii nasikia uchungu. Hata sile siku ya mazishi nimemngoja hapa Kisumu vibaya, tutasherekea na nitalia na Raila mpaka mwisho kabisa, ndio naenda mpaka Bondo tufanye mazishi yetu tumalize vizuri ndio nirudi Kisumu. Asante kwa maoni yako. Wacha tusikie maoni ya mwenzetu hapa. Kidogo utueleze hisia zako vipi siku ya leo wakati mnasubiri mwili wa Raila uweze kuletwa hapa kabla ya kuelekea kule Siaya kwa maziko. Pengine sijui unamkumbuka vipi? Mimi nakumbuka Raila kwanza ni shujaa ya Wakenya wote, si ya Wajaluo, ni Wakenya mzima, na tuna uchungu sana tukikumbuka mzee. Pali ametuacha pali. Saa hii ndio tulikuwa tunamhitaji sana. Na kama sisi jamii ya Wajaluo tunasikia uchungu kila pahali. Kuliko si tuko hapa na wenye wako nyumbani na sawa naisikia kuliko kila mtu. Sasa mimi hiyo kijambo inaniuma na inanizidi kuniuma. Tangu nisikie hiyo jambo jana saa 3 asubuhi mpaka saa hii nilibidi niombe ruhusa kazini. Nikuwe kwa kazi, hata sasa niko na frimbi kwa hapa kwa ningekuwa na pesa ya kutosha ningeenda Nairobi. Asante sana kwa maoni yako. Pengine tusikie mama karibia kidogo. Kabla mama hajafika, acha tusikie unakumbuka Mheshimiwa Odinga vipi katika siasa zake, katika sijui vile mumeweza uhusiano wenu naye hapa katika jiji la Kisumu, sijui kwa vipi? Kwa majina naitwa Derek Odhiambo, mimi ni mkaaji hapa Kisumu. Katika siasa Raila Amolo Odinga ametusaidia sana sisi kama Wajaluo. Na saa hii hatujui itakuwa aje. Juu baba ameenda, sisi tumebaki kama mayatima. Juu yeye ndiye alikuwa anatupea direction. Akisema left tunaenda left, akisema right tunaenda right. So saa hii hatujui tutafika huko mbele aje. Tumebaki mayatima, baba ameenda. Kwa hivyo mimi naomba tu wakaji wa Kisumu na mayouth, baba kama atakuwa amefika hapa Kisumu, tukue tuna amani, tuombeleze baba kwa amani, tufike huko Bondo, tuende tuombeleze baba kwa amani na tuende. Najua Mungu yupo, yeye ndiye amejua mbona hii kitu imefanyika. Asante sana kwa maoni yako. Mtuku, nikirejea kwako ni kwamba kumbuka jiji hili la Kisumu ni jiji ambalo ni la maana sana, manake tumekuwa na zile handshake tuliona wakati wa rais mstaafu Uhuru Kenyatta akiweza kuletwa hapa akisindikizwa na Raila Odinga. Tumeweza pia kuona Rais William Ruto akikuja hapa hasa katika eneo la Kondele katika ile tu kuonyesha ushirikiano wao katika ile serikali jumuishi. Kwa hivyo hapa katika jiji la Kisumu kuna hali ya majonzi na huzuni wakati wakazi wa jiji la Kisumu wanaendelea kumkumbuka kutokana na uhusiano wao na ambaye pia wanamheshimu kama kiongozi wao kwa miongo kama 3 imepita katika siasa za Kenya, ambazo amechangia pakubwa hasa katika sekta ya demokrasia na kuleta haki kwa Wakenya ambao ni wanyonge. Kwa hivyo kutoka hapa jiji la Kisumu na kurejesha studio.
Kazi safi ya Polo Kamau, na bila shaka kutoka kaunti hiyo ya Kisumu, kutoka kesho na pia katika kaunti ya Siaya tutakuwa tukijumuika nawe kutujuza mengi zaidi, na ninajua mambo kesho yatakuwa bomba kutoka upande huo na pia kutoka hapa katika kaunti ya Nairobi kuendelea. Na katika taarifa nyingineo ni kwamba mipango ya mazishi ya kiongozi wa ODM Raila Odinga inaendelea, huku wa Kenya wakiendelea kuomboleza kifo cha waziri mkuu wa zamani. Kiongozi wa ODM Raila Odinga akihutubia waombolezaji nyumbani kwa familia Raila katika Opoda Farm jioni ya leo, kakake mkubwa ambaye pia ni seneta wa Siaya Daktari Oburu Odinga amesema kuwa Raila atazikwa katika makaburi ya familia Kang'oka Jaramogi, Bondo, kaunti ya Siaya, karibu na kaburi la mama yao marehemu Mama Mary Odhiambo Oginga. Mapema leo maelfu ya waombolezaji walifurika katika Opoda Farm kumpa heshima zao za mwisho. Tupokee taarifa hiyo. Maelfu ya waombolezaji leo walifurika katika makazi ya Opoda Farm ya Raila Odinga kumpa heshima za mwisho waziri mkuu wa zamani na kiongozi wa ODM. Vilio, majonzi na kelele za huzuni zilitanda, huku wakazi kutoka sehemu mbalimbali wakikusanyika kumwomboleza mtu waliyemwenzi kama baba wa ukombozi wa pili na demokrasia ya Kenya. Baadhi ya waombolezaji walivalia mavazi ya ODM, wengine ngozi za wanyama, huku wengine wakibeba matawi kama ishara ya heshima na tamaduni. Wazee hapa wanasema kulingana na utamaduni wa Wajaluo, mtu wa hadhi ya Raila Odinga huombolezwa kwa njia mbalimbali. Anga lilitikiswa na sauti za Joey Joey, mwito wa simba, kuashiria kwamba shujaa mkubwa ametoweka. Nobody will call my dad. Me, I know my dad has left. I know Raila Odinga ndio baba yangu. Hakuna baba mwingine, hakuna mtu yoyote, hakuna kitu chochote nitakuja kumuita baba. Na kama alivyosema wakati wa uhai wake kuwa rege haitasimama, umati ulijawa na nyimbo na densi za rege kumkumbuka kiongozi huyo wa watu. Hata wanyama walionekana kutambua hali ya huzuni, na kama desturi walihusishwa katika maombolezo. Wazee kwa vijana wote walibubujikwa na machozi, wakisema pengo aliloacha huenda halitazibwa kamwe. Kwa sasa maandalizi ya safari yake ya mwisho nyumbani yanaendelea. Kulingana na kakake mkubwa na seneta wa Siaya Daktari Oburu Odinga, Raila Odinga atazikwa nyumbani kwa baba yao Kang'oka Jaramogi, Bondo, kaunti ya Siaya, kando na mama yao marehemu Mama Mary Odhiambo Odinga. So I have come here officially to announce that Raila Odinga is no longer with us, and my people are aware, and I've told them so. Raila will be buried next to our mom and dad in Nyamira Kang'o, be in a private burial, which will be attended only by a few people. So here, according to the way they are saying that his will is saying that he's supposed to be buried in their family graveside next to his mom's grave. Oburu amewataka Wakenya kudumisha amani na kumpa Raila mazishi yenye heshima anayostahili. Violet Auma, TV 47. Kazi safi Violet, na bila shaka kutoka kaunti hiyo pia tutakuwa tukijumuika naye Violet miongoni mwa wanahabari wetu wengine wengi kujua kulikoni. Na kumbuka shughuli ya kutazama mwili katika uwanja ule wa Kasarani imekamilika na imeendelea kwa muda. Hiyo kesho tutakuwa pale katika uwanja wa Nyayo, ambapo shughuli hiyo pia inatarajiwa kuendeshwa rasmi, pamoja na ibada ambayo inatarajiwa kuhudhuriwa sio tu na viongozi bali mamilioni ya Wakenya iwapo wataweza kuingia katika ukumbi huo wa Nyayo. Na pia tutakuwa tukisikia mengi kutoka kwa kamati ile ambayo ni ya maandalizi ya mazishi yake kinara huyo wa taifa Raila Odinga. Na kumbuka pia yatakuwepo mengi kutoka kwake Profesa Kithure Kindiki. Hii leo kumeshuhudiwa mengi, yakiwemo pamoja na vurugu pale bungeni, wakati ambapo Wakenya walikuwa wanatamani tu
kuuona mwili wa Raila Odinga wakati ulitua katika uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta kutoka taifa la India, lakini ni shughuli ambayo pia wanajeshi wetu na zile asasi za usalama walijaribu kudhibiti, japo bunge kwa wakati mmoja ilionekana kidogo wale maafisa wa usalama kidogo kulemewa na maswala ya wale ambao ni waombolezaji, wengi wakipaa katika lile lango la bunge, haswa upande wa seneti, wakitamani kufunguliwa kuingia ndani. Na ninajua pia wabunge ambao ninao studioni siku hii ya leo ambao wamemwenzi na kumwomboleza Raila Odinga katika bunge. Ni shughuli ambayo spika wa bunge la kitaifa Moses Masika Wetangula alikuwa ameelezea kwamba ingeendelea hadi saa 6 usiku wa leo. Ni baadhi ya yale pia tutazungumzia pamoja na kumkumbuka Raila Odinga, lakini nipitie jumbe zenu 2-3 kabla sijaanza mazungumzo rasmi. Ni kwamba Raila yawa rest easy, huyo ni Quality anasema tulimpenda zaidi, Mola amempenda zaidi. Frederick Otieno, kumbuka ni katika ukurasa wetu wa YouTube, anasema it is not easy, he is gone to rest, that is why hamna amani, lakini aendelee kulala kwa amani. Na mwingine anasema mighty God rest his soul in peace. Kuna mwingine anasema jamani, Raila Odinga ulale kwa amani, lakini sisi tutakukumbuka milele, Innocent Masharia. Kuna mwingine anasema Brian Muli, Baba, I haven't believed that you're gone. It's too painful for me and the fellow Kenyans, but we thank God that we had an opportunity to see your leadership. Japo haukukuwa rais, wewe utasalia kuwa rais wetu. Kuna Gilbert Abala anasema kuangalia ni nyakati tu, lakini usiku umefika, hivyo kinara wetu alale kwa amani. Kuna huyu Benjamin Kwatemba anasema Honorable Raila Odinga, you are the chosen one. What you did for this nation, it's great. May your soul rest in peace forever. You will be remembered in this nation. Studioni nina mbunge Nabii Nabwera kutoka kule Lugari, ambaye pia ni mwanachama wa ODM na alikuwa mwandani wa Raila Odinga, na pia yupo mmoja wa vijana ambao ni wabunge, ni Timothy Kipchumba ambaye ni wa Marakwet West, na nilikuwa nikupe nafasi pia wewe kumwomboleza Raila Odinga kabla hatujaangazia yale ambayo alienzi Raila Odinga, alipendelea na demokrasia aliyopigania na hatua ambazo tumepiga. Asante sana Liz. Kwanza ningependa kutuma rambirambi kwa niaba yangu na watu wa Marakwet West kwa familia ya Odinga na kwa Wakenya kwa jumla. Kwa sababu Liz, jana tulipopata habari ya kwamba baba Raila Odinga amelala, tulipigwa na butwa. Sisi jana Wednesday tuko na full day pale bunge kutoka 9:30 mpaka 9:30 asubuhi mpaka saa 3:30 usiku. Tulipofika pale kila mtu alikuwa anatoa machozi. Hakuna mbunge ambaye aliweza kuongea. Tuliambia tu speaker wetu aweze adjourn the house tuweze kuomboleza. Hii ni pigo kubwa sana kwa sababu Liz, Raila Odinga kwa kimombo inasemekana ya kwamba has been a permanent fixture in our politics. Yes. Wakenya ambao wako hai sahi, most of them 90% walizaliwa Raila akiwa katika siasa, ama 50%, wale Wakenya wako below 50% kwa nchi hii ni 80%. Na kwa hivyo walizaliwa Raila akiwa active kwa siasa. Wakati wa Moi Raila alikuwepo, wakati wa Kibaki Raila alikuwepo, wakati wa Uhuru Raila alikuwepo, wakati wa Ruto Raila alikuwepo mpaka akatuaja jana. So huyu ni mtu ambaye amekuwa na usemi kubwa sana katika nchi hii. That is why anaitwa baba. Baba kwa boma ni mtu ambaye kama kuna shida tunakimbilia kwa baba tuokoe. Tulikuwa na shida wakati wa Moi. Moi akakimbia kwa baba, akaambia baba niokoe 202. Wakati wa Kibaki, wakati nchi ilikuwa inapasuka katikati, wakati wa post election violence, Raila alituokoa akakuwa prime minister. Wakati wa Uhuru, wakati wa handshake, nchi haikuenda vizuri baada ile elections ya 2017, baba akatuokoa. Wakati juzi kulikuwa na jenzi pale, Raila akasimama katikati akasema our country is bigger than any individual. Baba akatuokoa. That is why tunamuita baba. So mimi kwa kibinafsi nataka kusema poleni sana wa Kenya. We have lost a person who was the moral compass of our country. That is why mpaka sasa hivi tukiongea sasa hivi Liz, Kasarani
maelfu ya watu mpaka sasa hivi bado wanapanga laini kuweza kuona mwili yake na kuambia baba pole. Ninajua hii leo shughuli zenyewe Mheshimiwa Nabii Nabwera, labda ni kurejeshe kwa jinsi shughuli zimekwenda siku hii leo. Najua wewe unaomboleza kwa kuwa mlikuwa mnatembea karibu. Kuna nyakati nyingi nilikuita la ukaniambia leo Liz, mimi nimekwenda kumuona baba, na niingie katika mipangilio yenyewe. Ninajua kuna kamati, lakini jinsi umeona shughuli katika bunge, kumbuka Raila Odinga katika ile hadhi yake alistahili kuingia bungeni, lakini jinsi umeona shughuli ya leo, unahisi mipangilio ilikuwa bora? Kwa kweli hakuna mtu alitarajia kwamba kutakuwa na mafuriko ya wananchi kiasi vile imefanyika, na kwa sasa nafikiri uamuzi uliochukuliwa na kamati pale, kamati ilifanya kikao pale airport Jomo Kenyatta, na uamuzi ukachukuliwa kwamba mwili upelekwe Kasarani. Mwili huo uamuzi ulifaa. Lile ninaloongezea ni kwamba wengine wetu tumewapatia hosia, na ninataka nikuambie hosia ambao tumewapea. Unajua, tungejua kwamba kwa kawaida wakati Rais Moi alifariki na wakati Kibaki tulipeana siku kadhaa ya mwili kuja pale bungeni watu waangalie, lakini hii yote inafanyika kwa siku moja. Tungetarajia kwamba itakuwa na watu wengi. Ule hosia nimewapea mimi nikiwa mwandani wa ODM, na najua tabia ya wafuasi wa ODM, wanacheche, wana mbwembwe, walimpenda kiongozi wao. Nimewaambia kwamba wapatie, waachilie mipango kwa mikono ya jeshi. Kwa nini? Jeshi wana vile wameona leo, na watapanga mpaka security. Wana uwezo wa kutengeneza cordon ambayo hata pale kesho mtu ukikuja unaingia kwa cordon, unaenda unaketi, kama ni kuona mwili unapitia unaenda raia, kwa sababu hii sasa ni mradi wa serikali. State funeral ifanyike vile huwa inafanyika state funeral. State funeral yoyote huachiwa jeshi, wanajipanga na wanapanga kila. Yes, sasa civilian wamefanya mambo yao, wameamua tarehe mwili utakuwa kesho, tutakuwa na ibada pale Nyayo. Jumamosi mwili uende pale Kisumu. Hata Kisumu tumesema Kenyatta ni uwanja mdogo sana, mwili upelekwe Mamboleo, mahali kuna nafasi ya kutosha, na mwili usitoke airport kwa barabara. Ukifika Kisumu uchukuliwe na chopper straight. Maana ukienda airport itakuwa kama leo tu. Itakuwa kama leo pale Mamboleo. Jambo ningelipea, nimewaambia waulize swali kadhaa kabla kupeleka mwili kesho Karen. Kwa sababu kuna watu wengi hawajauona huo mwili. Vijana wa Raila hapa Nairobi na vitongoji vya Nairobi. Swali tunatakiwa tujiulize sasa, tukipeleka mwili Karen, hao watu watataka kwenda pale. Tuna uwezo, lile boma lina uwezo ya kustahamili watu 1,100. Kwa hivyo kulingana nawe, huu mwili unastahili kwenda wapi after utoke pale, mwili urejeshwe Lee, alafu mwili uchukuliwe Jumamosi asubuhi upelekwe Mamboleo. Utoke pale Mamboleo kwa barabara, watu wakishauona uende Bondo. Na hata pale Bondo lazima kuwe na mpango tofauti, na nafikiri ibada nzuri haiwezi fanyika kwa hiyo boma. Ibada nzuri pengine ipelekwe Bondo University, alafu kutoka pale tuende tufanye maziko. Na ninafurahi kwamba
Oburu Odinga ametangaza kwamba ni wachache ni private burial. Yani ni wachache wa jamii na marafiki watachaguliwa, utakuwa umepewa kadi ya mwaliko rasmi wa kufika pale mahali pa makaburi ya jamii. La muhimu ni hili, nini inaendelea, na nataka nieleze vizuri sana, ni kwamba kuna mambo manne yanaendelea kwa sasa ambayo inajitokeza kwa sababu ya hii wingi wa watu. Ya kwanza ni kwamba watu wengi hawakutarajia, imekuja kama pigo, kwa sababu tulikuwa tumehakikisha kwamba mzee yuko katika hali nzuri. Wengi ya watu wanakuja hawajaamini bado, wanajitokeza kuja, ni kweli ama ni uongo, wanakuja kudhibitisha. Jambo la pili ambalo ni muhimu sana, ukweli wa dunia hii, wananchi wa Kenya wanaonyesha upendo wao, walimpenda sana Raila, walimdhamini, walimwenzi kabisa kama kiongozi aliyewasaidia. Jambo la tatu ambalo ni muhimu tena leo hii ni kwamba tangu mwaka jana tumepitia katika mambo mengi. Okay? Na wengi ya watu walitarajia kwamba muungano ambao Raila ako nao na rais, kuna kitu Raila anafikiria kuhusiana na nafuu, kupea wananchi nafuu. Sasa wakati ameondoka, pasipo hayo mambo kutimilika, kabla hayo mambo wanajiuliza kutakuwa aje? So wengi wana maswali, ndio maana kutakuwa aje? Na la mwisho ambalo limejitokeza leo ni kwamba Raila ameleta msisimko mpya wa muungano. Haijalishi wewe ni wa chama gani, yale nimeona leo, haijalishi wewe ni wa chama gani, wewe ni wa msimamo upi, wewe ni wa mrengo gani, kila mtu kuanzia pale Jomo Kenyatta mpaka sasa. Kila mtu amesema kwamba huyu ni kweli alikuwa baba. Na hapo ndio Wakenya wengi wana maswali. Labda chama cha ODM na nyinyi mlio ndani ya ODM mnge communicate zaidi kwa uwazi swala la ugonjwa wa Raila Odinga, ili hawa Wakenya labda roho zao zingekuwa tofauti. Ukweli ni huu, Lize, number one, mambo na jamii, ugonjwa ni ya kijamii. Please, mtu yoyote, hata mimi nikigonjeka, ni jamii yangu inatakiwa ikuwe mstari wa mbele. Tunakubali kwamba Raila alikuwa ameshinda jamii, jamii yake ilikuwa ni Kenya, jamii yake ilikuwa pana ni Kenya. Pili, mimi kama mwana ODM, and I want to speak to you passionately, 3 days before this, mzali niongelesha kwa simu. Kwa kweli, there was no such feeling kwamba ako katika hali ya hatari. Bwana, itakuwa ni kwamba hata ukisikia homa unatangaza. Hakukuwa na jambo lilijitokeza kwamba alikuwa katika hali. Lakini kulikuwepo na sauti kinzani. Kumbuka Karoli Omondi alisema kwamba baba is not well, please pray for him. Then nyinyi mkakuwa na sauti tu. Sikiza, yeye kama binadamu yoyote amekuwa, si hata mwaka jana unajua alienda akapasuliwa mgongo na mwenyewe akasema nimeenda Dubai fanyiwa upasuaji, si ndio? Kama kulikuwa na jambo gumu wakati ule mwingine aligonjeka corona, si mwenyewe alijitokeza akasema mimi ninagonjeka corona. Lakini ukiona hii hakuichukulia maanani, hakujua ni ngumu vile imetokeza. Na tukubali hivyo. Maybe we'll have done better. Tungefanya vizuri zaidi. Lakini nani alitarajia? Nani alitarajia? Ukiona hata mama alibaki hapa, inamaanisha kwamba hakukuwa katika hali hatari. Niruhusu nikukate niingie pale Karena, ambapo naibu rais Profesa Kithure Kindiki anatueleza jinsi mipangilio itakuwa kuanzia kesho ama kuanzia wakati huu hadi wakati wa kuzikwa kwa Raila. Wamekuwa na kamati.
infrastructure was handed over to Uhuru. Ruto happened to be one of the key players of the Nyayo infrastructure. Biwot, Kulei, all of them, Gideon Moi, all right? So Uhuru just inherited the Moi infrastructure. There are different accounts as to how Uhuru Kenyatta took over the leadership of KANU, but the bottom line is that they worked together in Kenya's Grand Old Party with William Ruto, who had since become a member of parliament. Shaka hiyo unayoiona kwenye runinga yako ama kiwambo chako ni kamati ya andalizi ya mazishi yake hayati Raila Odinga ambayo inaongozwa na ye Profesa Kithure Kindiki na wengineo ambao unawaona pamoja hapo wakiwa ni mawaziri, magavana, wote ambao walikuwa ndani wa Raila Odinga kutoka upande wa broad based na kutoka upande wa chama cha ODM. Kumbuka hapo kesho inatarajiwa ibada ambayo inatarajiwa kuhudhuriwa sio tu viongozi kutoka humu nchini bali viongozi wa kimataifa ambao wamekuwa wakituma risala zao za rambirambi kwa njia ya moja kwa moja. Wote wanatarajiwa kuwepo katika ibada hiyo ama ibada ya siku ya Jumamosi ambayo ipo kule kaunti ya Kisumu, ama pia Jumapili wakati wa mazishi kule
Bondo ambako Raila Odinga anatarajiwa kuzikwa siku hiyo ya Jumapili. Kumbuka ambaye anaongoza kamati hii, naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki alieleza zaidi kwamba balitu na mipangilio yapo mambo ambayo yanastahili kupigwa hatua kwake, ikiwemo hapo kesho. Shughuli hii tunatarajiwa kujua itaanza saa ngapi, ni kipi ambacho kitakuwa kikitendeka, ushauri ambao Wakenya wanapendekeza wakiwemo viongozi, iwapo shughuli hii nzima itakuwa ikichukuliwa moja kwa moja na jeshi, yote kwa pamoja tutakuwa tukisikia kutoka kwa kamati hii. Kumbuka hii leo udhibiti wa wale ambao ni waombolezaji umekuwa na nukshi na umekuwa na shida za aina yake, wakati ambapo na mushkili zaidi. Ukiangalia Kasarani kumekuwa na vurugu. Endapo mambo yatakuwa tofauti, ni lazima watafanya mambo kiutofauti, na ni jambo ambalo pia tunatarajia kutoka kwao. Viongozi hawa wapo ange wote kwa pamoja kutujuza kulikoni, wakati ambapo pia kutoka upande wa pili kule Siaya, Oburu Odinga ambaye pia ni mwenyekiti mshirikishi katika masuala hayo ya kupanga mazishi ya hayati Raila Odinga, wote kwa pamoja. Kumbuka kutoka kesho walikuwa wameashiria kwamba kutakuwepo na ibada pale Nyayo, uwanja wa michezo wa Nyayo. Kutoka pale ibada ambayo inatarajiwa kuanza asubuhi, kisha Wakenya wote watapata nafasi pia kutizama mwili huo. Baadaye mwili huo unastahili kuelekezwa katika boma yake ambaye ni Mama Aida Odinga na Raila Odinga kwa pamoja kule Karen, jambo ambalo kufikia sasa hatujajua kwamba itakuwa hivyo ama itakuwa tofauti. Kisha baadaye mwili huo siku ya Jumamosi kuchukuliwa kutoka hapo na kuelekezwa kule Kisumu, ambapo wanatarajiwa pia Wakenya kutazama mwili wa Raila Odinga ambaye ni kinara wa demokrasia katika taifa hili, na baadaye pia baada ya kutizama mwili huo kufululizwa kwa njia ya barabara hadi kule Bondo. Lakini mambo huenda yakawa tofauti kulingana. Kumbuka hii leo itifaki ambazo zilistahili kufuatiliwa hazikuweza kufuatiliwa kutokana na mambo mbalimbali. Lakini kwa wakati ambapo tunawasubiri hao, kumbuka pia nina viongozi ambao tunazungumzia haya na mengine mengi. Na Rais William Ruto aliashiria kuwa hadhi ya mazishi yake hayati Raila Odinga inastahili kuwa ya kitaifa, ikifuata mwongozo kikamilifu wa kitaifa. Na kumbuka wakati ambapo tunazungumzia kitaifa, inaashiria pia jeshi linajumuishwa, na endapo watachukua hafla hii kwa yao ni jambo ambalo tunasubiria. Lakini wakati ambapo tunawasubiria hao, Mheshimiwa Timothy, ninajua hii leo pale bungeni ilikaa ni kana kwamba kidogo mnaogopa jinsi ambavyo mambo yangekwenda. Mlikuwa mnahofia labda shughuli zingewapiku wale ambao walikuwa ni maafisa wa usalama, na labda tungejirejelea mambo tuliyoyashuhudia siku nyingine. Najua Liz, kuna mtu alisema kwamba ukiumwa na nyoka once bitten, hata ukiona kamba unaruka. Unaruka. So, lakini ilikuwa wazo zuri sana kwa sababu leo tulikuwa ile tradition tuko nayo. Wakati Rais former President Moi alipofariki, kulikuwa na public viewing pale bungeni. Wakati the late President Mwai Kibaki alipofariki pia kulikuwa na public viewing pale bungeni. So ile tradition ya nchi yetu, sababu baba Raila Odinga hata kama kuwa rais, lakini ile stature yake ile alikuwa nayo ilikuwa kama rais ama hata kuzidi hapo. Nasema he was more than a president. Actually he was larger than life, no? Tukiweka vizuri. So mpangilio ilikuwa kwamba leo pia hiyo mwili yake ije hapo bunge, so that Wakenya waweze kuitazama mwili pale bungeni. Lakini ilipofika baada tu ya ndege kushuka, after 1 hour tuliona a lot of commotion pale bunge, na tulikuwa na wasiwasi sana kwa sababu watu wanapenda Raila Odinga na hawange ngoja laini ya kwamba mtu mmoja aende pale, na tukafanya hesabu tukaona kwamba watu ambao watafika hapo ni karibu watu 60,000. Ukifanya hesabu ile inahitajika ndio waweze hiyo laini iweze kuisha, itachukua almost 40 hours. 40 hours ni siku kadhaa, hiyo ni karibu siku 2. So nafikiri ile mpangilio, nataka nishukuru sana bunge na wale ambao walihusika kwamba iweze kuwekwa Kasarani.
That is what ilienda pale, lakini pia kulikuwa na baada vurugu pale. So can you imagine kama Kasarani haingeweza kucontain upendo wa baba, bunge kweli haingeweza bunge ingekuwa labda tofauti. Ingekuwa tofauti kidogo. Mnajua nyinyi wote mnajua Raila Odinga, Mheshimiwa Nabii na Mheshimiwa Tim, Raila Odinga alipitia bunge pia na amekuwa mbunge. Wakati mkiwa mmeketi pale mkimuomboleza, mnadhani mmeafikia nitakuuliza kwanza wewe kama kijana, mmeafikia kile kiwango ambacho waliset cha debate za wakati huu? Kusema kweli, Liz, ni ngumu sana ile inaitwa kufeed the shoes ya Raila Odinga, sababu huyu ni mtu ambaye alikuwa na Kenya kwa roho yake. Huyu ni mtu ambaye sisema hatupendi nchi yetu, lakini Raila Odinga ni yule ambaye alipigania nchi yetu na kujitoa mhanga, na alijitolea mhanga kabisa kuona kwamba nchi yetu imesimama kidete. Na hata kuzidi hapo, wakati Raila Odinga hakuweza kuchaguliwa kama rais, au kuwahi sikia hata siku moja akilaumu kabila. Alright, niruhusu nikukate, manake yule ambaye tulikuwa tunasubiria na mwenyekiti wa kamati hiyo na naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki ameanza kuzungumza. Thank you for turning up for this briefing, which we promised to be doing every day until the matter before us is concluded. The motto remains of our departed leader, former Prime Minister Raila Odinga, arrived today, touching down at the Jomo Kenyatta International Airport at 9:30 a.m. and welcomed tumultuously by thousands of grief-stricken mourners. President William Ruto and former President Uhuru Kenyatta led the family and dignitaries in the solemn state reception. The hearse carrying the remains of the late Prime Minister Raila Odinga was escorted from Jomo Kenyatta International Airport all the way to Kasarani Stadium, a nearly 40 kilometers journey by thousands of mourners, arriving there shortly after 2:30 p.m. Upon arrival at Kasarani Stadium, military honors, prayers, and viewing of the body were done in the attendance of President William Ruto, former President Uhuru Kenyatta, family, dignitaries, and the top military command of the country. Public viewing of the mortal remains of our departed leader has just concluded peacefully at Kasarani. And we had intended to extend that viewing to as far as it would have become necessary, because we didn't want to give any mourner a reason to doubt that we all collectively want to mourn the late Prime Minister as much as possible. The National Committee on the state funeral of the late Prime Minister, Raila Odinga, is grateful to the thousands of mourners who continue to mourn him in dignity, and requests for calm and order as the mourning period gets into the second day tomorrow. Tomorrow, there will be a state funeral service at Nyayo Stadium beginning 9 a.m. Guests are required to be settled by 8 a.m. This 2-hour state event will comprise of military honors, a church sermon from the Anglican Church of Kenya, eulogy by family and designated condolences
and or speeches from the leadership of Kenya and foreign heads of state and government. We have received confirmation of attendance of a fairly significant number of foreign heads of delegations at the highest level, and we have also received formal condolences from many heads of state and government from East Africa, from Africa, and from other continents around the world. There will be a public viewing of the remains of the late Prime Minister Raila Odinga after that state event, and therefore those who want to continue mourning our departed leader have no cause to worry. There will be another opportunity, and we will stretch that opportunity from around 12 o'clock noon to as far as possible to give the highest number of mourners an opportunity to mourn and pay their last respects to their departed leader. The next briefing will be done tomorrow, Friday 17th of October 2025 at 6:30 p.m. here. And as Kenyans are aware, the government has declared tomorrow a public holiday to allow Kenyans to mourn the late Prime Minister Raila Odinga more conveniently. We have the apologies of the co-chairman of the National Funeral Committee, National State Funeral Committee of the late Raila Odinga, Senator Dr. Oburu Oginga, who is away in Siaya, but is represented by his sister, Dr. Wenwa Akinyi Oginga, who is here, together with the other family members here, whom I announced yesterday. That is all for now. We thank you and wish you a good night, and see you tomorrow at Nyayo Stadium. We continue condoling with the family and associates, friends and community, and the entire fraternity of Kenyans and international friends who knew the late Prime Minister, and continue to pray that his soul may rest in eternal peace. Thank you very much and have a good evening. Thank you. Bila shaka huyo ni naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki akielezea mipangilio ya hapo kesho wakati wa ibada maalum ambayo inatarajiwa kuongozwa na serikali kuhusiana na ye kinara wa ODM Raila Odinga, hayati Raila Odinga, akisema kuwa hii leo shughuli ya kutazama mwili katika uwanja wa Kasarani iliendelea japo kwa mambo machache tu ambayo yalishuhudiwa, lakini anasema kwa kikubwa ilikuwa successful ama ilifanikiwa, akiomba Wakenya kuendelea kuwa na amani na kufuata sheria wakati ambapo mambo mbalimbali yanaendelea. Na anasema kesho ibada hiyo ambayo ni yake Raila Odinga inatarajiwa kuanza saa 3 kamili, wageni wote wakitarajiwa kuwa wameketi saa 2 kamili, na akisema kuwa atapewa heshima ya kijeshi kama ilivyotangazwa na Rais William Ruto. Na ibada hiyo kumbuka inaongozwa na kanisa la Kianglikana ambalo Raila Odinga alikuwa anahudhuria wakati akiwa hai, na pia wapo viongozi kutoka mataifa ya kigeni wengi tu ambao wameashiria kuwa watakuwepo kuanzia kesho hadi wakati wa mazishi yake. Na pia anasema kutoka saa 6 mchana kutakuwepo na nafasi ya kutizama mwili kwa wale ambao ni wa Kenya, na anasema kuwa watapewa nafasi kutizama mwili huo hadi baadaye. Mipangilio ile mingine yote haijabadilika, ila kesho watatoa mengi zaidi kuelezea Wakenya mahali ambapo hatua ambazo zimepigwa mwendo wa saa 6
saa 12 kunradhi jioni. Niruhusu nirejee hapa studioni. Mheshimiwa Nabii Nabwera, wakati ambapo tunaendelea kumwomboleza Raila Odinga, ninajua yapo mengi ambayo Wakenya wanajiuliza, lakini najua pia baba wa demokrasia na ile demokrasia Raila Odinga alipigania, unaiona katika taifa hii hatua hizo tumezipiga ama bado tupo mbali? Mambo ambayo alitamani kuona yametendeka. Kwanza dadangu, ni kukumbushe kumpata Raila mwingine pengine tutahitaji miaka kati ya 50 na 100. Mbona? Kwa sababu viongozi wa aina hiyo ukisoma historia hata kibibilia hawapatikani kwa urahisi. Ina maana Nabii hawezi kuibuka kutengeza kiongozi kufika mwenye uadilifu, hana ubinafsi, ana utu, ana uzalendo wa hali ya juu, ana utaifa, ana mawazo mapana. Na nitakupatia mfano tu. Wakati Raila alikuwa waziri wa barabara na akaanza mambo ya kusema tuwe na barabara za vitongoji, watu wasije mjini, zile mnaita bypass. Alipigiwa kelele sana. Nini inaendelea sasa hivi? Kila mtu anafurahia mawazo hayo. Hii mambo ya affordable housing alianza kuizungumzia 2007. Kuwa na mawazo ya kidemokrasia ambayo haina ubinafsi, si wengi wetu wana huo uwezo. Lakini ya muhimu ni hii, kuwa na mtu ambaye kila kabila inajivunia, mtetezi wa wanyonge, mtetezi wa kina mama, mtetezi wa walemavu, mtetezi wa kimataifa. Unakumbuka akimsisitiza rais aliyoko sasa asijaribu kukubaliana na nchi ya Israeli kunyanyasa wa Palestina. Mtu wa uwezo huo kumpata si rahisi. Kumbuka shida moja amekuwa nayo kimataifa ni uzalendo wa Kiafrika, ambayo nchi za Ulaya hazikupendelea sana. Wakati alisema inatakiwa tukomboe Afrika kutoka kwa ukoloni wa kifedha na uchumi. Akizungumzia mambo ya Zingadam kule Kongo, kwamba hiyo ikijengwa Afrika itakuwa imejikomboa kwa mambo ya kawi. Akizungumzia kuhusu barabara ambazo zitaunganisha Afrika yote, na akisisitiza kwamba haina haja Afrika ikiwa na watu wengi kutegemea soko la ng'ambo. Waafrika wenyewe watengeneze soko lao, wafanye biashara kati yao na watapata utajiri. Na akasema kwamba utajiri ulio katika Afrika unatosha. Na huo peke yao wakiuchunga, basi dunia mzima itajuta, kwa sababu madini tunayo, watu tunao, tuna hewa safi, tuna maji ya kutosha kwenye mito, kwenye ziwa na mvua. Na akasema kwamba mchanga wetu katika Afrika ni wa rutuba, unaweza zalisha chochote. Unasema hiyo ndio sababu kuu ambayo baadhi ya viongozi katika Afrika na ulimwenguni hawakumpenda. Maanake walijua kutapatikana suluhu. Ukweli. Ninajua akizungumza kuna kitu alichokiashiria zaidi, kwamba wale waliojitokeza siku hii ya leo walijitokeza kwa hofu pia kwamba Raila Odinga alikuwa ameshirikiana na Rais William Ruto, na huenda hawajui ni kipi ambacho kitatendeka kufikia sasa, japo chama cha ODM kilijaribu hii leo kumtangaza Oburu Odinga kama kinara wa muda, wakati ambapo bado mambo yanasonga mbele. Huu ushirikiano ni hofu kwamba ndio mwisho wa mwanzo ama ni mwanzo wa mwisho?
Liz, kabla sijaenda ushirikiano, kuna swali ambalo umeuliza. Ni kwa nini Raila anaheshimika sana Kenya hii? Kumbuka Liz ya kwamba Raila anaitwa the father of second liberation. Ile pressure group ya Ford, yeye akiwa ndani pale, ndio iliweza kusukuma aliyekuwa rais wa nchi hii Moi mpaka ile section 2A ya katiba yetu ikakuwa repealed. Na that was the first rebirth ya nchi yetu. Wakati hiyo section 2A ilikuwa repealed, so mambo ya demokrasia, chama mingi kaingia Kenya hii. Na tukaweza kupata demokrasia. Ya pili, alisukuma sana tukapate marekebisho ya katiba. 205 alijaribu. Ili ilikuwa banana na orange. Lakini haikufua dafu. Mwishowe 2010, katiba ambayo tuko nayo Liz saa hii is a product of many years of struggle. Kutoka 80s, 90s mpaka tukapata mwamko mpya, a new dawn ya 2010 constitution. Kama kuna jambo ambalo tunafaa kujivunia kama nchi, na legacy kubwa sana ya Raila Odinga, ako na mingi, lakini hii 2010 constitution iliweza kunyorosha nchi hii vizuri sana. Na Liz, tukikuja kwa mambo ya ushirikiano, kwa kweli ushirikiano ambayo Raila Odinga alikuwa nayo ni ushirikiano ambayo aliweza kukubali kwenda chini yeye mwenyewe ndio nchi ya Kenya iweze kusimama. Raila Odinga angekuwa a selfish politician, angesema mimi nimeshindwa na kura 200,000, mimi nitatengeneza a parallel government yake. Na Liz alikuwa na uwezo, kwa sababu kama juzi aliposhindwa na kura 200,000, angekuwa mtu ambaye amesema kwamba mimi siheshimu kotini. Kwa sababu ya Raila Odinga wakati alipoteza kura yeyote, hakulaumu kabila. Hakulaumu kabila yeyote ya kwamba hii kabila imefanya nipoteze. Alisema kwamba maybe process haikuwa free, haikuwa fair, na alisema tufuate sheria. Alisema twende kotini. Tukaenda Supreme Court, koti ikaweza kupata declaration. Akasema in fact ile decision aliweka quote, akasema sikubaliani na matokeo na uamuzi wa koti, lakini naiheshimu. Mimi nafikiri ndio ilituliza nchi. Ukiangalia ile wafuasi ako nayo, ukiona leo ingekuwa mtu ambaye angekuwa mtu wa fujo, hakuna serikali ingeweza kuongoza katika nchi. Lakini out of ile selfish kupenda nchi yake, akasema kwamba wacha tushirikiane, na ndio maana tuko hapo sasa. As to whether hiyo ushirikiano itaenda hapa kutoka leo itaenda mbele ama itakuwa vipi, nafikiri tutakuja hapa na Nabii na Bwera baada ya hii mambo. Tumaliza kwanza hii mambo, tutakuja kuchambua. Uzuri ni kwamba mimi nitawapata. Liz, mimi nilianza kushirikiana na Raila nikiwa mwanafunzi katika chuo kikuu. Amenilea, yeye ndiye alinitoa kuwa Human Resource Director in a corporate world, nikipata pesa mingi sana. Kuleta kwa siasa. Akanileta kwa siasa. Na akinileta kwa siasa, alinileta kwa siasa wakati mgumu sana. Nilikuwa mmoja wale waliyetembea Kenya hii. Alikuwa ameniteua kwa kikundi ambacho tulikuwa tunatembea Kenya hii tukifunza watu wasikubali katiba ya banana. Na nikatembea Kenya mzima. Lakini amewacha mambo fulani muhimu kwa maisha yetu na vizazi vyetu vijavyo. Ukatuzi ambao bado alikuwa analilia pesa kwenda huko. Ukatuzi. Licha ya kwamba wale waliochaguliwa hawajawajibika, mfumo ni mzuri sana. Na ungefanya kazi vile inavyotakikana, in fact hii vita ya urais ingerudi chini, kwa sababu rasilimali ikigawa sawa kule mashinani, hakuna mtu atataka kwamba mtu yangu akue pale ndio mimi nipate. Jambo la pili ni haki kwenye katiba.
alihakikisha kwamba katiba yetu, ukiangalia kuanzia haki za kibinadamu, you know, all the rights, you know, mpaka dunia mzima ikasema Mwafrika anaweza kutaka mambo ambayo yamemshinda mzungu, itawezekanaje? Jambo la tatu ambalo amefariki akiwa hajatosheka. Kuna jambo inji hii amefariki akiwa hajatosheka. Kwamba sisi tungali maskini. Amekuwa akipigania tupanue uchumi kwa mwananchi wa kawaida. Ndio sababu unaona watu wanalia. Mpaka alikuwa ameagiza watu wenye hawana mapato wawe watapata shilingi 6,000. 6,000 jamani wa Kenya. What we call social welfare state. Na alikuwa na mpango wake ambao alifikiri kwamba atauendeleza ugeuze nchi hii. Nne ambayo ni muhimu ni mfumo wa siasa. Hata wakati ambao tuko hiyo NADCO report, yeye anapigania tutoke presidential system tuende parliamentary system. Ili tufanye nini? Ili wananchi, watu wanaowachagua wawe wana uwezo, wananchi wana uwezo wa kuhakikisha kwamba watu hawa ni waadilifu katika matendo. Kuna jambo lingine ambalo pia Mheshimiwa Tim na Mheshimiwa Nabii, Baba Raila Odinga wakati ambapo siku zake za mwisho aliwazomea nyinyi wabunge zaidi kuhusiana na masuala ya ufisadi, na sio tu bunge, hata mahakama. Akasema kwamba taifa hili la Kenya inasikitisha kwamba inatisha kwamba hata uhitaji wakili, unahitaji tu kulipa jaji, na ni Raila alisema vile devolution, na kisha kutoka pale you are good to go. Na swala la ufisadi ni kitu amekizungumzia, licha ya kuwa alitaka pesa zikwende kwa mwananchi. Swala la ufisadi ni kitu akijafikiwa. Amefariki ikiwa hatujafika mahali alitaka. Na jambo kubwa, na tuko na ndugu yangu hapa, shida tulio nayo katika mambo ya ufisadi si kwamba tuna sheria za kutosha. Ni nia, ni tabia. Unajua, mimi huambia watu katika bunge kwamba unaweza kuweka sheria yote, lakini desturi uweze iweke sheria. Tabia mtu, you cannot legislate behavior. Correct. Morality. You can't. Ni kitu ambacho unahitaji kutoka kwako. Ni jambo ambalo tunalihitaji kutoka nyumbani. Unasikia vizuri? Watoto wakikua, kanisani, tuishi na mfumo fulani wa maisha. Mheshimiwa Tim, Raila Odinga ameondoka, na ameondoka bado kiu yake ikiwa ni kuona taifa ambalo angalau hata 20% tumefikia kupigana na ufisadi, lakini inakaa bado tupo pale pale, na ni jambo ambalo alitamani, na akiwa bungeni alilizungumzia pamoja na kinara mwenza ambaye ni Rais William Ruto, na akalitaja lile bunge, na ni bunge aliwahi keti. Inaashiria nini wakati ambapo Wakenya ndio hivyo wanakwenda kumwomboleza? Liz, in fact, sisi kama bunge na kama nchi, the best way ya to remember Raila Odinga ni kufuata ile ambayo alisema kwa makini sana. Tulikuwa na last PG, tulikuwa na PG, joint PG ya ODM na Kenya Kwanza. Na akateta sana kuhusu NGCDF. Aliongea kabisa akasema kwamba kuna ufisadi pale bungeni na lazima muweze kuiondoa ama kuideal nayo. Na nakubaliana na Bwana Nabii kwamba Kenya tuko na sheria mingi sana. Tuko na EACC, tuko na Penal Code, tuko na Civil Procedure Code. Sheria aina mingi sana. Ile hatuna ni ile goodwill. Na nafikiri and the goodwill from who, mheshimiwa? Goodwill
ni from the agencies wenyewe na pia sisi wanasiasa na pia executive. Actually goodwill ni 3 arms of government, inaanzia hapo: judiciary, executive, legislature and the public. Yes. Lakini lazima as the government, na nikisema government I refer to the 3 arms of government. Kwa nini Liz kesi ya ufisadi ikae kotini miaka karibu 5? Ameuliza hayo maswali. By that time evidence itakuwa imekuwa corrupted ama imepotea. Amefariki. Bunge imepitia sheria mingi sana. What we need is implementation na enforcement ya ile sheria ambayo tumepitisha pale bunge. Kwa sababu Liz, tukiweza kuongea corruption kwa nchi hii ni cancer. We are losing a lot of money through corruption. Na so that tuweze kuikuza legacy ya Raila Odinga kwa kwamba alipigana na ufisadi, the best way we can do it now is to enforce what is said, to enforce the laws that are there. Wakati ya enforcing what he said, Mheshimiwa Nabii, Mheshimiwa Tim, moja ya yale ambayo Raila Odinga siku zake za mwisho na hiyo PG alisema na akarejelea ni pesa zenu za NG-CDF. Alikuwa na RMLF. Alikuwa amesema hizo pesa zitoke bungeni. You have no business kuendelea kushikana na pesa. Your work is oversight, legislature, na kuna hili tatu ni nini, representation. Na akasema hizo pesa ni kitu ambacho you are willing for the sake of his legacy then. If really tutaenda. Liz, kwanza you are misrepresenting. No. Nakumbuka alisema vile. Umesema mko tayari. Ya kwanza kusema pesa zenu. Hakuna pesa. Ni NG-CDF. Hakuna pesa ya mbunge. Ni pesa ya eneo bunge. Okay? Mbalo wewe unawakilisha. Jambo ni rahisi hivi. Raila aliamini kwa demokrasia. Kama wananchi wanataka huo mfumo, he has no business kupinga, because that's what the public want. Wananchi katika demokrasia, ukisoma katiba yetu kipengele cha kwanza, with the people, for the people. Yes. Sasa kama wananchi wanataka NG-CDF ndio imewasaidia, utaiondoa aje? Raila argument yake ilikuwa kwamba but hata na yeye alikuwa mwanademokrasia, lazima akubali ya walio wengi. Si kwamba kwa sababu yeye vile alikuwa baba kile jambo alilolitaka lipitishwe. Hata hii katiba kuna mambo mengi aliyoyataka katika hii katiba haikukubalika, na alikubali. Na wananchi, wakati tumeenda kwa wananchi, wakasema wanahitaji NG-CDF. In fact, Liz, Raila Odinga tulikubaliana kwa vitu mingi sana. Lakini ilipofika mambo ya NG-CDF, tulimuomba kwa nyenyekevu, tukamweleza baba, hii ndio tumekusikiza lakini hatukubaliana naye. Na as we speak, Liz, already tumeweka marekebisho ya katiba. So that hiyo NG-CDF iyeko kwa katiba. Kwa sababu ilipopelekwa kotini, koti kasema kwamba it is illegal kwa sababu it is unconstitutional. So tumeweka katiba pale kwa marekebisho. Lakini Liz, tulipoenda, hata tuliambia baba tukiwa hapo kwa mkutano, tuliambia baba tulipoenda pale kufanya ile public participation ya kuweka hii kwa katiba, raia akatueleza, msikuja hapa kutuuliza kwamba whether tuweke tubakishe CDF ama tuondoe. Mfanye referendum ya kwamba CDF iongezwe from 2.5% to 5%. So ile ni jambo ambalo kidogo lakini I'm sure hata kwa in his last moments I'm sure alibadilisha mawazo yake. Our last PG nitakwambia, our last PG kama ODM, Mbadi CS wa Treasury, he took time to explain to him why NG-CDF is a better economic model ya kusaidia nchi. Na baba alitoka hapo kama ametosheka. Our last PG, which is a month ago. Lakini Kenya alisema public ni kwamba hakupenda, ila nyinyi mnasema mengine. Ila niruhusu niingie katika chama cha ODM. Najua pia wakati ameondoka pia kukiwa na wale walio na sauti tofauti. Wengine wako Kenya moja, wengine wako ndani ya ODM mguu moja mguu mwingine, wengine wamefanya election, mwingine ana certificate, mwingine ni mwenyekiti katika maeneo mbalimbali. Na nikawa nikifikiria peke yangu mwelekeo wa chama cha ODM ulipoketi. Ninajua zimekuwepo sauti wakati ambapo mnaelekea kusherehekea miaka 20 na ambayo baadhi ya maeneo yalikuwa tayari yameanza. Nikawa nikifikiria peke yangu mwelekeo wa chama hiki kitakuwa strong.
Unajua chama kina maadili Chama cha ODM kina maadili, na jinsi ndugu yangu alisema awali, siwezi nikakudanganya kwamba ni rahisi mtu yoyote kufaa kiatu ja baba Raila Amolo Odinga. Agwambo si rahisi, lakini baba ameguza viongozi wengi, akiwemo rais wa nchi hii. Akiwemo rais wa nchi hii ameguza viongozi wengi, na hao viongozi lazima kuna yale wamejifunza kutoka kwa baba, na nina haki kwamba ukiona ule uamuzi umechukuliwa leo bila tatizo, bila kelele, kwamba Oburu ashikilie kama kaimu kiongozi wa chama, tukiwa tungali tunazungumza kiundani kwa chama kitasimama. Tumetingika because the core has been affected. Lakini kutakuwa na mabadiliko, kwa sababu kwanza hata yule anayekuwa hawezi kuwa na style kama ya baba. Hana huo uwezo, hana hao wafuasi wengi, kitatingizika. Pili, kutakuwa na mtingiziko wa maeneo. Tatu, mimi naamini kwamba wale mawaziri aliowapeana kwa rais katika serikali ya broad based wana uwezo kwa sehemu ambazo wanakotoka kuhakikisha kwamba serikali itasimama. That one I can tell you. Kwa mfano, Oparanya ana uwezo wa kuhakikisha kwamba watu wa kule eneo ya magharibi wanabaki vile walipewa msimamo. Joho ana huo uwezo. Mbadi alikuwa mwenyekiti wa chama hiki kwa muda mrefu sana. Kwa hivyo jambo ambalo ningelitaka tu ni kwamba mara nyingi kiongozi wa uwezo mkubwa kama Raila akiondoka, watu wenye tamaa hutaka kuibuka. Ile ningeambia wafuasi wetu wa chama, lile tunaweza kulifanya kwa ajili ya mwongozo mzuri baba alitupatia ni kuweka chama pamoja, tufuate maadili yake ya uongozi. Na maadili yake ilikuwa gani? Maadili yake ilikuwa ni kwamba kama kuna jambo watu waketi wafanye nini? Walizungumzie na watatue. Mimi ni mmoja wa wale ambaye nilishinda kiti ya uwenyekiti na gavana akaenda kujitangaza. Gavana na yeye pia anasisitiza akaenda kujitangaza. Bwana, the numbers were there. Hata nyinyi watu wenyu walikuwa hapo ukiuliza. Gavana anasisitiza upande wake pia yeye alishinda. Na baba akaniambia, Nabii, na certificate ikapeanwa. Hakuna certificate upeana, that is forget about it. Wewe pia fanyanga utafiti. No, ningependa kusikia kutoka kwako, ni swali na kuuliza. No. Be Barasa as spokesperson. Lazima lazima ikuulize, maana wewe pia una msimamo, Barasa ana msimamo. Sikiza. Chama cha ODM ufanye hivi. Mkimaliza kura, National Elections Board inapeana matokeo kwa National Executive Committee. National Executive Committee processes the results. Inapeana kwa CMT, Central Management Team. Only Central Management Team will have the final say. Ndio inatangaza mpaka saa hii. All the 47 counties haijatoa results because it was still processing. Na uelewe hiyo. Nimekusikia, hiyo ni kauli yako, maana pia yule mwingine na hatujakuja mheshimiwa, hatujakuja sana. Nimekuuliza tu kwa kuwa I know you're getting emotional na hii ni chama yenu, ila nitaendelea kuuliza maswali na pia kupata majibu kwa nyinyi wote until Central Committee ikizungumza, pia mimi nitakuwa kutangaza hilo swali kabla tujaondoka, na niwape kauli yenu ya mwisho pia. Bas unajua mambo ya chama cha ODM ninajua ile ushirikiano lakini ile sisi, mimi kwanza nataka kushukuru sana Raila Odinga aliposhikana na rais
tuliona kwamba nchi iliweza kustabilize. Ukweli? Na ile sisi bado tunaomba kabisa ni kwamba hiyo ushirikiano iendelee. Kwa sababu Baba Raila Amolo Odinga alikuwa na a very good vision for our country. Na waliposhikana na rais wetu tuliona kwamba nchi ilienda kwa njia ile ilikuwa nzuri. Na mimi najua kwamba baba alikuwa na usemi mkubwa sana katika sehemu ya Nyanza. Na najua hapo kutakuwa na casualty kwa sababu he was very powerful. Umesema kuna watu alikuwa akishashika mkono ya kushoto na inue juu, hiyo ni certificate. Nabii ni mmoja wao, wakisema hivyo ndio hivyo. Na alikuwa na usemi mkubwa sana among all the politicians. Hata alikuwa anashinda William Ruto kwa usemi. Ukweli? Kwa sababu alikuwa mtu ambaye anapendwa sana watu wake kwa sababu ya ile alikuwa amefanyia nchi yetu. Leo tumeona pale bunge kulipokuwa na vijana pale, tuliona Babu alijaribu kuwatuliza, Sifuna akaenda pale, Mili akaenda pale. So tukaona kama hiyo ni one of the ways ya kusema mimi baba ameenda lakini mimi niko hapa. Nilikuwa ngojea mheshimiwa Nabii pia yeye kujitokeza. Ni mambo ya siasa kidogo lakini of course lazima siasa ichezwe namna hiyo so that chama iweze kuwa active, but I know ya kwamba ni pigo kubwa sana kwa Kenya Kwanza, lakini tunaamini ya kwamba ODM bado tutafanya broad based itaendelea so that tuweze kupanga nchi yetu, tufanye development mpaka wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Asante sana. Going forward, Mheshimiwa Nabii, ili kudumisha hadhi ya Raila Odinga, tutahitaji kufanya nini kama taifa wakati linakamilisha? Ni kuzingatia maadili. Maadili ambayo Raila alisisitiza akiwa hai. Tuhakikishe kwamba tunatekeleza katiba jinsi ilivyo. Kuna sehemu za hii katiba ya Kenya hazijatekelezwa. Tutekeleze katiba kikamilifu. Unaamini ni wakati wa kufanyia katiba yenyewe marekebisho? Kabla hata tufanye marekebisho, tutekeleze yale yaliyomo. Hatujatekeleza yote. Kwa mfano, ukimuuliza huyu ndugu yangu, katika hiyo katiba tulikuwa tumetenga fedha za kupea sehemu ambazo zinataka kuinuliwa. Hiyo pesa haijawahi imeelekea wapi? You know? Tutekeleze yale ambayo ni maadili na kisha tutasonga mbele. Kauli yako tukikamilisha. Nakubaliana na Nabii, maadili tuweze kuitekeleze ya Raila Odinga, lakini ya pili tupitishe report ya NADCO. Liz, shida kubwa tuko nayo kwa nchi hii ni presidential system of government. The winner takes it all. Hiyo imeua nchi hii. Hiyo ndio imeleta handshake, imeleta hiyo mambo ya broad based, imeleta building bridges, hiyo vitu yote. Ni baadhi tu wa Munyoro. Turekebisha katiba. Najua mahali unaelekea mwisho. Tuweze kupitisha NADCO report. NADCO report was at the heart of Raila Odinga. We really honoring Raila Odinga. Kwa sababu ile shida kubwa tuko nayo nchi, winner takes it all, inamaanisha kushinda urais unachukua kila kitu. Let us create the office of the official leader of opposition, ndio izuie mambo ya handshake, mambo ya broad based, mambo ya bread based na mambo na improve accountability. Na to improve accountability. Ameweka mpaka parliamentary system. Bunge ifufuke. Mumeamini nyinyi wawili ni parliamentary system. Yes. Nitawaita baada ya hili. Poleni kwenu na poleni kwa Kenya yote pamoja na sisi. Manake huyu alikuwa baba yetu, ataendelea kuwa baba yetu hata wakati ambapo ameondoka. Kwa heri kwa sasa. Anaingia hapa Shiksha Arora kuhakikisha kwamba anakujuza mengi kwa lugha ya Kizungu na zaidi kuhakikisha pia anaendeleza mazungumzo haya zaidi kutoka hapa kuendelea. Wakati ambapo pia ninakukumbusha baadhi ya yale ambayo yatakuwa yamezungumziwa. Kumbuka kesho ipo misa ama ipo ibada ambayo itaongozwa na kanisa la Kianglikana, wote kwa pamoja, Wakenya wakitarajiwa pale, na pia utakuwepo nafasi kama wewe haujaona mwili wa Raila Odinga na ulikuwa unataka kumuona ndo uridhike, ipo nafasi ya kuona mwili huo moja kwa moja kutoka uwanja ule wa Nyayo. Shiksha namuona tayari ameshajaa studioni. I know you don't know Swahili. Upo namna gani? Karibu sana. Ninajua unachukulia whatever you know. Yes. Take it over. How are you? I'm good, thank you. Are you mourning?
Yes, We are like all. the rest of the country. All right, welcome. All right.